Nilijikuta ninalia machozi baada ya kuona wimbo wa Pastor Nick Shaboka. Sikulizwa na huo wimbo alioutunga, bali ilinikumbusha 2020. Nikawaza, kama Mungu anaweza kujua hatima ya mtu, au kama Mungu anaweza kujua kinachoweza kutokea kwenye maisha ya mtu hata miaka 5, niliogopa sana ndani yangu kwa kile ambacho Mungu anaweza akanionyesha hata kama naona kama hakiwezi kutimia. Ujumbe huu ninautoa, inawezekana isiwe kwa faida ya Pastor Lozi Shaboka, ikawa ni kwa faida ya mume wake, au ikawa isiwe kwa faida ya mume wake, ikawa kwa faida ya Lozi Shaboka. Na hata kama sio kwao, basi ikawa ni faida kwa wengine ambao wanawafuatilia ili kujenga mwili wa Kristo. Ninaomba niombe. Mungu uketie juu mbinguni, mahali palipotukuka katika kiti cha enzi, ninaomba neema yako na hekima yako, nikiongozwa na upendo wa Kristo, kunena kwa hekima na kwa maonyo ya Roho Mtakatifu katika kujenga mwili wa Kristo na si katika kubomoa. Kwa Yesu Kristo ninaomba, amen. Ndugu zangu, ujumbe huu ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Ni kwamba mwaka 2020 nilikuwa najiandaa kwa ajili ya harusi yangu ambayo haikufika mwisho. Lakini kabla huo uchumba ambao tulikuwa tayari tumeshafanya engagement kanisani haujaishia njiani, na tulikuwa tumeshapanga tayari na mambo ya harusi mpaka magrupu ya WhatsApp, mwenzangu alianza kuota ndoto, na hizo ndoto zikaanza kunichanganya, ingawa kulikuwa na kuelewana kidogo, ila sasa ndoto zikaanza kunipa picha. Na kufupisha tu ujumbe, nitasema ndoto kama 1 au 2. Ndoto ambao nataka nirejee hiyo 2020 ilikuwa kama mwezi wa 10 hivi. Ni kwamba huyu mwenzangu ambaye sijaoana naye, ambaye uchumba wetu ulifikia mwisho ila tulikuwa tumeshafanya engagement kanisani, aliota ya kwamba wako mabinti wengi wako kwenye foleni na Lozi Shaboka anawakata vichwa. Aliponishirikisha hiyo ndoto, tukiwa sio kwamba yani tukiwa bado kwenye process za harusi, nikamwambia hiyo ndoto sio nzuri. Nikasema kwa sababu moja, kichwa kwenye Biblia inamaanisha, kichwa cha mwanamke kwenye Biblia kinamaanisha mme. Sasa kama kwenye ndoto umeota mabinti wanakatwa vichwa na wewe uko kwenye foleni, maana yake kuna namna ambapo wanaondolewa mme. Na hii inawezekana sio kuondolewa moja kwa moja, lakini yamkini kupitia mafundisho yanamondoa mme kwenye nafasi ya mwanamke, alafu yanamuacha mke achukue ile nafasi ya juu. Kwa sababu kama umetoa kichwa, shingo itabaki ndo iko pale, ingawa shingo haitakiwi iwe top, lakini kwa kuwa kichwa kipo, shingo itabaki kuwa juu. Kadhalika manake ukimtoa mme ambaye ni kichwa cha mwanamke, basi mwanamke atabaki kuwa pale top. Na kama kichwa ambaye ni mme ameondolewa, manake pale hakuna ndoa, pale hakuna mme. Kwa nikamwambia hii ndoto sio nzuri. Tukaendelea tukaomba. Lakini sasa nikawa naendelea kuziona dalili, mara ananiambia mimi tukioana mimi ndo nitahama kuelekea kanisa nalosali. Nikasema hii ni ngumu, kwa sababu mimi nina huduma na tayari watu wanafahamu mimi na huduma. Sasa inakuwaje ni kuoe alafu nihamie kwenye dhehebu lenu? Na kama umeniona mtumishi nikiwa kwenye dhehebu hili la ICT,
African Land Church, imekuwaje leo ulione kama halina Mungu? Okay, tunaendelea hivyo. Sipo ili kuelezea yaliyotokea, maana Mungu alitutumia kila mmoja na wote tuko kwenye ndoa, kila mmoja kwenye ndoa yake, na kila mmoja Mungu amemtumia, yani kuna kila mmoja amepata ndoa kutoka kwa Bwana. Lakini maana tuliendelea kumwomba Mungu na kuhakikisha kwamba ile ndoto haitimii. Lakini ndoto ya pili ambayo alikuja kuota ni kwamba aliota alikuwa ameenda mahali, alijiona yuko mahali na alikuwa amepelekwa pale kwa ajili ya kulea mtoto, lakini akajikuta ametoka kwenye hilo eneo la kulea mtoto, akajikuta yuko sehemu nyingine na kulikuwa kuna mauaji, watu walikuwa na uawa. Nikamwambia hii ndoto pia sio nzuri, kwa sababu kumbuka mimi ni mtumishi wa Mungu, na mtoto kwenye ndoto mara nyingi inamaanisha huduma. Manake Mungu aliona moyo wako ulivyopenda huduma yangu na tulivyopendana, na kwa hiyo alikuleta kwa ajili ya kulea kilicho ndani yangu. Lakini sasa kwa kumeonekana kwamba umeacha kulea mtoto, umeenda mahali ambapo kuna mauaji, hii inatafasiri ya kwamba kile ambacho Mungu alikuleta ukifanye umekiacha. Badala ya kuhakikisha unalea huduma Mungu alionipa, sasa maana yake unaacha. Na muda sio mrefu akaongea kwa bali ya kwamba yeye atakuwa anafanya biashara, mimi nafanya huduma. Kwa hiyo ndoto, na uzuri Mungu alikuwa anampa ndoto yeye ili isije kuonekana naota mimi kwamba ni mawazo yangu. Lakini ndoto nyingine alikuja kuota kwamba nimemvika pete, lakini ikawa imepwaya, pete ya uchumba, lakini ikawa imempwaya, ikawa haimwenei. Nikamwambia pia hii ndoto sio nzuri. Baada ya hapo sasa mambo yakaendelea, tukaja kuingia kwenye huo ugomvi ambao tulipishana maono. Ilikuwa sio ugomvi wa mambo mengine, ni ugomvi wa maono ya utumishi. Maana mimi nilikuwa na maono ya full time ministry, lakini yeye alikuwa na maono ya huduma pamoja na biashara. Kwa nikamwambia kwa kweli mimi sitaki nikukubalie leo nione aibu kwamba ninavunjanje uchumba ambao tayari tumeshaanza process za harusi, ikaja kunigharimu kwenye maisha yangu. Sasa tafakari ile ndoto kabisa ambayo ilikuwa kama kiongozi ya kunifunulia ni ile ndoto ya Rose Shaboka, na ilikuwa kwa upande wangu nilielewa direct. Lakini pia nikamwambia mimi sitaki sana kumkosoa Rose Shaboka, lakini mafundisho yake sio mafundisho ambayo yanaweza kumjenga mwanamke. Kwa hiyo hata hii ndoto ninaielewa vizuri. Sasa kinachoendelea leo kwenye ndoa ya Rose Shaboka, sipo ili kwa ajili ya kuchafua, lakini najaribu kuwaweka watu wazi ya kwamba Mungu huwa anaona kinachoendelea kwenye maisha ya mtu, kwenye moyo wa mtu, na huwa analijua anguko letu hata kabla halijatimia. Natamani hii video aione Rose Shaboka pia, ajue ya kwamba kuna mahali Mungu alikuwa amemuona hata kabla hajafika 2020. Kwa hiyo apate nafasi ya kuangalia ya neno linasemaje. Kama ndoa iliunganishwa na Mungu, uwe na uhakika haiwezi kuvunjwa na Mungu kwa ajili ya huduma. Yaani ni ngumu, bali maana Mungu ametuambiaje? Yeye ndo anayevunja. Kwa wewe huna maamuzi ya kuondoka kwenye ndoa, ila Mungu akiona hii ndoa inavuruga wito wa huyu mtumishi, Mungu anazo njia zake za kuvunja. Kwa sababu hata maandiko yanatuambia hata ukiamua kuvunja bado usiolewe, na unavunja kwa dhambi moja tu ya uzinzi, na yenyewe bado unafungwa pia, kwa sababu anasema samehe. Sasa kwa nini hujasamehe hata kama ni uzinzi?
Kwa hiyo ni wito wangu, wale ambao mnapenda mafundisho ya Lozi Shaboka tangu mwanzo, ingawa uwezi ukawa unakosoa mafundisho ya mtu, lakini leo nimeona niseme, kwa sababu Mungu alitangulia kuonyesha 2020 na ikatimia kweli. Uchumba wetu wa kufika mwisho ukaishia njiani. Kwa hiyo wale ambao ni mashabiki wa Lozi Shaboka, muelewe ya kwamba Mungu kwenye ulimwengu wa roho anaonyesha ni namna gani ambapo nafasi ya mme kwenye ndoa inaondolewa, na maugomvi mengine yanaendelea kwa sababu ya mafundisho ambayo tumeyashika, ambayo hayako kwenye msingi wa Biblia. Mwisho nihitimishe na andiko hili ambalo nilipoanza tu kuona mavazi ya Lozi Shaboka nikasema hapa kuna kitu hakipo sawa. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6, ukisoma mstari wa 15 inasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya kahaba, nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Haya, wale watu ambao mnasema Mungu anaangalia moyo, hapa maandiko yanatuambia hii miili yetu ni viungo vya Kristo. Kwa sababu ukiwa unaenda kwenye huduma unatumia nini? Unatumia miguu. Ili uhubiri Injili, kinachokuonesha wewe ni Musa, wewe ni Lozi Shaboka ni nini? Ni mwili huu. Kwa hakuna mahali ambapo tunaweza tukasema Mungu anaangalia moyo tu, haangalii mwili, wakati miili yetu imesema ni viungo vya Kristo. Anasema unavitoaje viungo vya Kristo kwa ajili ya kahaba? Manake hata mfano unapotoa mwili wako kwa kahaba, hujatoa roho, umeutoa mwili. Manake unaposhiriki dhambi na kahaba, haujampa tu roho, umempa mpaka mwili. That's why uwezo ukatoa nafasi ya mwili kwa habari ya kumpendeza Mungu. Haya, angalia mstari wa 19 na 20 nasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hajasema mioyo yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, amesema mwili. Kwa hiyo maana yake hata ninavyovaa lazima nizingatie, kwa sababu huo mwili kwenye Agano Jipya umeondoka kwenye levo ya kuwa mwili tu, bali umegeuka kuwa hekalu. Kwa sababu Agano la Kale Mungu alikuwa anakaa mahali patakatifu pa patakatifu ndani ya hekalu lililojengwa na wanadamu, lakini kwenye Agano Jipya pazia la hekalu lilipasuka. Maanake liliruhusu sasa kwamba jengo haliwezi kumuhifadhi Mungu, ila Mungu atakaa ndani ya wanadamu. Ndio maana pia maandiko yanasema, tazama maskani, kwenye Ufunuo, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Maanake hayupo tena kwenye hekalu. Kwenye hekalu la Sulemani utukufu wa Mungu ulishuka kwenye lile hekalu, lakini sasa hivi utukufu wa Mungu unakaa ndani yetu, kwa sababu ndio maana Agano la Kale Roho Mtakatifu alikuwa hakai permanent kwa watumishi. Hata ukiangalia ni baadhi wachache sana, lakini wengi, mfano kama Samsoni, Roho wa Mungu alikuwa anashuka ndani yake kwa nguvu. Haya, kwa hiyo sasa manake sisi kwenye Agano Jipya tuna nafasi kubwa ya kutunza miili yetu kuliko hata Agano la Kale. Kama mnaosema wanawake kwenye Agano la Kale waliambiwa sivae mavazi ya mpasao mwanaume, ni chukizo kwa Bwana. Manake kwenye Agano Jipya mavazi yanamata zaidi, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye levo ya miili yetu ni hekalu. Haya, mstari wa 20 nasema kwamba maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hajasema katika mioyo yenu. Maanake mwili wako una nafasi ya kumtukuza Mungu, na mwili wako una nafasi ya kumwaibisha Mungu. Mfano, ikitokea mtu yuko uchi, alafu watu wakapita ghafla, huwa anafanyaje?
huwa anachutama. Kwa nini amechutama? Kwa nini amechutama wakati ni mwili? Kwa sababu mwili umeungana na roho pia. Kwa uwezo kadhalau mwili ukoje, unaonekanaje, wakati mwili na roho zinategemeana, na zote Mungu amezitaja nafasi yake zinahitajika. Haya, tukimalizia na kitabu cha Walumi. Kitabu cha Walumi sura 12 inaweka wazi, inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Unaona, sema itoeni miili yenu. Lakini pia hebu angalia, dhambi ya kwanza ya Adam na Eva iliondoa mavazi yao katika ulimwengu wa roho. Utukufu wa Mungu uliokuwa kama vazi uliondoka. Na hebu angalia, cha kwanza alichoshughulikia Mungu kabla ya chochote ilikuwa ni mavazi. Mungu aliovika mavazi. Maana yake kuvaa kwako Mungu anakukonsida, kuvaa kwako Mungu anakuangalia. Ndo maana hebu niambie leo, watumishi wapi, wanawake ambao ni wavaa suruali, wanatumiwa na Mungu kwa miujiza kama ilivyokuwa kwa kina Catherine Nkrumah, akina Edith Ether, akina Aimee Sample. Leo tumebaki na wahubiri wana filosofi ambao wana ujumbe wenye nguvu, lakini hawana Mungu mwenye nguvu. Maana ujumbe una nguvu. Ndio maana hata tunaenda mashuleni, unasoma, unakuwa daktari. Kuna roho wa Mungu amekufanya daktari? Hapana, maarifa. Kwa kadhalika unaweza ukafanikiwa kwa sababu ya maarifa. Kwa sio kila kitu ambacho naona mtu anafundisha na matokeo yanaonekana ni Mungu amefanya. Wakati mwingine ni maarifa. Ndio maana kuna vyuo, kuna taasisi za uchumi, kuna taasisi za utabibu. Nini? Maarifa yana nguvu. Kwa unaweza ukawapa watu matokeo kwa sababu unawapa maarifa, ila Mungu hauko naye. Niambieni watu wangapi wanawake ambao wanaponya leo magonjwa kwa namna ya ajabu na ni wavaa suruali? Kwa sababu mwonekano wetu mbele za Mungu, mavazi yanamata. Hamali hapa anasema itoeni miili yenu. Kwenye Kiingereza anasema present your body. Manake ni sana kwamba una sahani ya chakula mkononi, unampa Mungu. Kwa mwili wako Mungu anataka utumie, kwa lazima anasema umtukuze, uheshimu. Haya, ukirejea sura ya kwanza ya hiyo Walumi inasema kwamba hawakumtukuza Mungu, bali wakavunjiana heshima katika mili yao. Manake kumbe mili yetu unaweza ukajivunjia heshima. Walumi 1:20 inasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kumbe mwili una heshima yake. Unaweza ukauheshimisha au ukauvunjia heshima. Leo na washangaa watumishi wa Mungu akiinuliwa tu akawa popla, anasahau maadili ya mavazi, na ukimwambia anahisi anajua Biblia. Can you imagine? Dhambi ya kwanza, wa kwanza kuwavika mavazi, wa kwanza kumfundisha mwanadamu kuvaa ni Mungu. Mwanadamu alivaa anavyojua, lakini Mungu akampa mavazi. Manake kabla ya mambo yote, kabla hata ya rohoni, Mungu anaangalia mwonekano wako, unaonekanaje? That's why wale ambao wanajidai Mungu anaangalia mioyo, haangalii mavazi, haangalii nini, baada ya muda ukifuatia huduma zao zinaishia kwenye anguko. Nini? Maana Mungu anachokisema unaweza ukakidhalau, lakini hujui kwa nini Mungu amekikataza. Kuacha kula tunda ilikuwa ni jambo dogo sana, lakini ndani yake kulikuwa kuna siri kubwa. Kwa hata swala la mavazi, hata kwenye Agano Jipya limesemwa kwa habari ya wanawake kujistiri. Mungu anajua.
Leo mnaona nchi za Ulaya zina mashoga wengi, watu waweza wakajua, lakini mavazi yamechangia, kwa sababu mwili wa mwanamke una utukufu wake. Unapoacha wazi, ule utukufu wa mwanamke unaondoka. Ndio maana wazungu wanakaa pamoja, watu ambao sio mume na mke, mapaja yako wazi na wala hakuna shida. Nini? Kwa sababu heshima imeondolewa katika miili. Haya, kwa hiyo mimi nimenawa, nimerejea hiyo ndoto ambayo Mungu alionyesha. Naogopa sana kutumiwa na Mungu, maanake Mungu anakujua. Hebu tafakari, wewe unaona kama unafundisha wanawake, afu kumbe Mungu anakuona unawakatia vichwa. Tuwasikilize watumishi walioanza huduma kabla yetu, tukirejea na neno la Mungu. Nje ya hapo, tukijiona sisi tunajua sana, hatutafika popote. Na mimi nimekuwa nikiogopa sana Mungu akinionyesha kitu, maana hata kama ni miaka mingapi, unashangaa kinakuja kutimia. Kuna mtumishi siwezi kumtaja, lakini nilionyesha kwamba ana gari, nilitamani niambatane naye kwenye huduma, lakini nikaja kuoteshwa ndoto. Ilikuwa 2023, kaja kuoteshwa ndoto ya kwamba ana gari, lakini hiyo gari haina driver. Nipoamka ndani yangu nikashuhudia driver ni Roho Mtakatifu, manake huduma yake imekosa driver. Na ni kweli Mungu alikuwa anamtumia sana akiwa chuoni, amesoma Dar es Salaam UDSM, alikuwa anamtumia sana na amepata jina kubwa, watu walikuwa wanafunguliwa. Lakini ghafla ameanza kushuka, na mimi nilimfikishia ujumbe wake, imebaki tu yeye kutekeleza. Lozi Shaboka, Mungu anakupenda. Naomba usichukue hiyo hatua. Huduma yako na ndoa yako vinaambatana, na Mungu anapima utii wako kwake kupitia mme wako. Mchungaji Niki Shaboka, kwenye maisha yetu kuna wakati anguko linakuja, kwa sababu kuna mahali Mungu alikuweka uwe mlinzi, ile ukaacha pako wazi na adui akaingia. Kuna wakati nilikuwa naona ulikuwa na support mavazi ya suruali kwa mwanamke. Unajua kuna vitu vimebeba roho. Naomba nikomee hapa, na ujumbe huu nimeutoa wazi kwa sababu sio kwa faida ya wawili. Kuna vitu Mungu anafanya kwa ajili ya kujenga mwili wake, maana wapo wengi wamesikia mafundisho na wamefuata, wakaacha mpaka neno la Mungu. Mungu atusaidie. Baba, ninakuja kwako, naomba neema ishio milele yote ikadhihirike, ikaonekane. Naomba mkono wako Bwana ukajulikane. Mungu, ninaomba rehema na toba kwa watumishi wako hawa. Hatujui sana kinachoendelea kwenye maisha yao ya utumishi na ndoa, lakini naomba zuia anguko lao, bali uwarudi tu kwa neema yako, uwarudi tu kwa upendo wako Bwana, ili wakuone wewe. Ninaamini wewe unaweza, wewe unatosha. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ninawapenda Lozi Shaboka na Niki Shaboka kama watumishi wa Mungu wenzangu, na ujumbe huu unaweka wazi kwa faida ya wengine ambao wamefuata mafundisho yenu kwa muda mrefu. Na sasa hivi bado naendelea kuona watu wengi wanaendelea kumshabikia Lozi Shaboka kwa maamuzi yake, kwamba agano la huduma ni kubwa kuliko agano la ndoa. Kumbuka hiyo ndoa ameiweka pia Mungu. Kwa hiyo usivunje wewe kwa ajili ya huduma, mwache Mungu. Kama anaivunja, ataivunja yeye. Amen. Mungu atupe mwisho mwema, maana mnaona anguko la watu wengi linaanzia kwenye ndoa kwa sababu ya kudhalau vitu vidogo vidogo kwenye ndoa. Utii wetu kwa Mungu unaanzia kupimwa kwa watu, na moja ya watu kwa kupimwa kwenye ndoa ni mme wako, mke wako pia. Mme kuonyesha upendo kwa mke wako, mke kuonyesha utii kwa mme wako. Amen.
Nawapenda. Musa Malaba. Tuzidi kuombeana.